Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Wakati Israel ikiendeleza mashambulizi yake huko katika ukanda wa Gaza, lakini wakati huu ikiingia katika vita nyingine dhidi ya Waajemi nchini Iran, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema kwamba vita katika ukanda wa Gaza vinaweza kumalizika hata kesho. Waziri mkuu huyo wa Israel anasema vita dhidi ya Hamas sasa viko katika mwezi wa 20 bila mwisho, lakini akisisitiza kuwa mashambulizi ya Iran yatasaidia Israel kufikia malengo yake katika ukanda huo. Bila kiunzi cha Iran yote yanaanguka, anasema. Anadai kwamba vita huko vinaweza kumalizika kesho. Inaweza kumalizika leo ikiwa Hamas itajisalimisha, kuweka chini silaha zake zote, kuachilia mateka wote. Imekwamishwa kwa muda mfupi, alisema. Tukifikiri tunaweza kuipagaza mustakabali tofauti, lakini tunaamini muda mfupi ujao tutamaliza vita hivi. Vita katika eneo hilo vilichochewa na mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, ambapo watu 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka nchini Israel. Lakini vita hivyo pia vimesababisha maelfu ya watu kuuawa. Zaidi ya watu 50,000 wameuawa nchini Palestina katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, na zaidi ya watu 120,000 wamejeruhiwa vibaya. Makundi ya wapiganaji katika eneo la Palestina katika ukanda wa Gaza bado yanashikilia mateka 50, hasa Hamas ambao ndio wanashikilia mateka hao, wakiwemo 49 kati ya 251 waliotekwa nyara mnamo Oktoba 7, pamoja na maiti ya mwanajeshi aliyeuawa mwaka 2014. Miongoni mwao ni miili ya takribani 28 iliyothibitishwa kuuawa na IDF, 20 wanaaminika kuwa hai, na kuna wasiwasi mkubwa kwa ustawi wa wengine wawili. Mazungumzo ya kuachiliwa kwao na kukomesha vita yamekuwa katika mvutano katika wiki za hivi karibuni kufuatia jibu la Hamas kwa pendekezo la mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff la kusitishwa kwa muda kwa mapigano na kuachiliwa kwa mateka hao. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anaamini kwamba kutokana na mashambulizi yaliyofanywa katika nchi ya Iran na kile kilichofanywa na Marekani siku ya Jumapili kitadhihirisha ukubwa wa namna ambavyo Iran wataamua kuachana na vita hivyo. Benjamin Netanyahu anaamini kwamba ikiwa Iran itaachana na vita hivyo, ni wazi wapiganaji wa Hamas wataachana na mpango wao wa vita, kwani walikuwa wakifadhiliwa na Iran katika wakati wote wa vita tangu mwaka 2023. Na hivyo wakati huu ni wakati sahihi wa kumaliza vita hivyo, akisema muda mfupi ujao wataweza kuwa wamemaliza vita hivyo katika eneo la ukanda wa Gaza. Israel imekuwa ikiendelea na mashambulizi katika maeneo yote, huku ikifanya mashambulizi na kuua raia wasiokuwa na hatia katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia kufanya mashambulizi nchini Iran kwa kutumia ndege pamoja na baadhi ya makombora machache. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.